Rabba shay'in bimaana idha aslahahu, au wengine wakasema ni an-numu wa ziyada, kuongezeka au kurekebisha jambo au kitu au kumrekebisha mtu na kumweka katika laini ya sawa baada ya kumuona amepotea. Ndio wakasema hiyo ndio maana ya neno at-tarbiya. Ndipo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akendo alikuwa mwalimu wa kwanza wa tarbiya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mwalimu bora kabisa wa malezi, kwa sababu aliweza kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatoa watu kutoka katika mila ya kijahiliya, watu katika mila ambayo kwamba ni tafu, mila ambayo kwamba haimtambui Allah, wakabadilishwa kwa malezi yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka katika mila ile ya kijahiliya mpaka wakawa ni watu wenye kuigwa, ambao mimi na wewe leo ndio tunaoangalia katika dini yetu, ndio tunapaswa kuwaiga katika dini yetu, nao ni masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mtume aliitwa mlezi bora zaidi kuliko walezi wote, kwa sababu alifanya kazi kubwa ya kuwatoa masahaba kutoka katika mambo ambayo kwamba ni ya kijahiliya mpaka katika mambo ya kwenye kutambulikana na kuigwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo neno malezi, mpaka wewe mzazi uitwe ni mlezi bora, ni pale utakapokuwa kila siku unawaongezea na kuwainua watoto wako na kuwasuluhisha watoto wako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Hii ndio maana halisi ya neno at-tarbiya. Kwa hiyo unapotaka kusifika kwamba wewe ni mlezi mzuri, ni pale utakapofaulu katika kuwalea vizuri kwa maadili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale wazazi ambao kwamba ni kuwainua watoto wao kwa mwili, kuwainua watoto wao kwa uharibifu, kuwainua watoto wao bila kuwafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni wazazi lakini sio walezi waliosifika na sifa ya ulezi. Waislamu watukufu, jambo hili la malezi si jambo la khiari, si jambo ambalo kwamba hatutaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni walichukulia jambo hili la malezi ni jambo la wajibu, kama vile ilivyokuwa swala, kama vile ilivyokuwa saum na wajibati nyingine, mambo ya faradhi mengine katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye kwamba aliwaamrisha wazazi watoto kuwatendea haki wazazi wawili aliposema waqadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah huyu ndio alitoa amri nyingi kwenye Qur'ani za kuamrisha wazazi kuwatendea uadilifu na usawa watoto wao na zile amana walio